Mathayo sura ya 16. Tanyelewa baadaye kidogo. Mathayo sura ya 16. Mathayo sura ya 16 mstari wa Mathayo sura ya 16 mstari wa 13. Some mpaka wa 17. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Huyu ni Yesu sasa anawauliza wanafunzi wake. Je, uko mitaani watu wananiona mimi ni nani? Wakasema wengine wananena wewe Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akamwambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Petro kujua Yesu ni nani, alitaja afunuliwe. Amen. Alitaja fanye nini? Afunuliwe. Alitaja fanye nini? Afunuliwe. Ili uweze haya mambo unaweza tunaweza hapa tunayafundisha kirahisi, wewe ni kiumbe kipya, wewe ni mtoto wa Mungu. Ila kama bado haujafunuliwa, kuna siku vitu vikienda tofauti, wewe utaanza kujiona kama vile bado. Watu wasipokutambua utajiona basi itakuwa mimi labda sijaokoka. Haleluya. Itakuwa labda kweli mimi sio kiumbe kipya. Mbona hili jambo limeenda hivi? Haujapata ufunuo. Hujapata nini? Haleluya. Ila siku ukipata ufunuo, mazingira kweli yatabadilika, ila wewe unaendelea kujua mimi ni nani. Yaani ni sawa sawa na mwanaume aliyevaa gauni. Haleluya. Avae gauni hapa kewani. Mnajua wale wa comedy wale. Kuna muda mtu anaigiza kama mwanamke, hata avae kila kitu, ndani yake anajijua mimi ni mwanaume. Haleluya. Hata wamvalishe gauni, sijui wampake poda, wamfanyie nini, ila ndani yake anajua mimi ni nani. Hivi kuna mtu anielewa? Hivyo ndio unatakiwa uwe na huo ufunuo. Yes. Pamoja na mambo yote yanayoendelea, ile unajua mimi nimesamehewa. Amen. Pamoja na yote yanayoendelea unajua mimi nitatawala tu. Amen. Pamoja na yote yanayoendelea unaendelea kujua kwamba mimi ni kiumbe kipya. Watu wengi waseme amen. Haleluya. Petro alifunuliwa. Yes. Akamwambia Yesu, wewe ni mwana wa Mungu. Yesu akamwambia Petro, ili ulilolitamka ni ufunuo. Wengine walimuhisi Yesu ni Yohana Mbatizaji, wengine wakahisi ni Yeremia. Tuko pamoja? Amina. Hivyo hivyo kama ambavyo wewe, kuna wengine watahisi wewe jamaa huyu afiki popote. Ndivyo wenyewe wanapokuona. Ila sasa wewe unatakiwa uwe na ufunuo. Yes. Jina Bwana barikiwe. Uwe na nini? Uwe na ufunuo. Ndio nakufundisha siri ya muhimu sana. You must have a revelation. Glory to God. Amen. Twende Warumi sura ya 12. Tena tutaka tumaliza mapema, siwe na mambo mengi. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Wote twende pale Warumi 12 mstari wa 2. Anasema hivi, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe. Muona tena hilo neno? Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Yes. Nia hapa kwenye Kiswahili wamesema nia, lakini anachoongelea hapa ni fikra. Haleluya. Ni kufikiri kwako. Anaongelea kufikiri. Kwa hiyo anasema ufanywe upya namna yako ya kufikiri. Haleluya. Ufanywe upya nini? Namna yako ya kufanya nini? Ya kufikiri. Haleluya. Labda tusome na mstari hapo nitoe maelezo kwa pamoja. Mithali sura ya 23. Mithali 23 mstari wa 7. Mithali 23 mstari wa 7 anasema hivi. Tumefika? Mithali 23 mstari wa 7.
maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Haleluya. Aonavyo, kwenye tafsiri ya Kiingereza neno anasema afikirivyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa nisikilize. Kwenye huu mstari hajasema aonavyo rohoni mwake ndivyo alivyo. Hapa amesema aonavyo nafsini mwake. Nafsi ndio ina akili, ndio ina fikra. Haleluya. Haleluya. Sababu mwanadamu ni roho, ana mwili, ni roho, ana nafsi, alafu anakaa ndani ya mwili. Ile wiki ya Roho Mtakatifu nilifundisha hicho kipengele. Kule kwenye Wathesalonike anasema Mungu atakase nafsi zenu, roho na mwili. Kwa mwanadamu amegawanywa kwenye vipengele vitatu: roho, nafsi na nini? Na mwili. Haleluya. Nikasema hicho ndio kitu kinatufanya tuwe na mfano wa Mungu. Sababu Mungu naye yuko kwenye utatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sasa unapogeuzwa rohoni unakuwa mtu mwingine. Haleluya. Unakuwa mtu mwingine. Tunamalizia. Unapogeuzwa rohoni unakuwa mtu mwingine. Ila kinachofanya sasa huyo mtu ambaye umegeuzwa aonekane huku nje ni unapogeuzwa kwenye nafsi. Yes. Amina. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Hapa anasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Amen. Sio aonavyo rohoni mwake ndivyo alivyo. Rohoni unaweza ukawa mtu mwingine, ila kama kwenye nafsi ujawa mtu mwingine, ile mtu mwingine nabaki rohoni. Yes. Hivi tuko pamoja? Amen. Jina Bwana libarikiwe. Rohoni unaweza ukawa mtawala, ila kama kwenye nafsi haujawa mtawala, hauwezi ukatawala. Yes. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana kusoma kwenye Biblia, kwa mfano, tuangalie mstari kwa dakika moja. Wakorintho wa kwanza sura ya pili. Wakorintho wa kwanza sura ya pili. Mstari wa 12. Wakorintho wa kwanza 2:12. Wakorintho wa kwanza 2:12. Nani amefika hapo? Amen. Nisomee. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 12. Biblia inasema, ndio, lakini sisi hatukipokea roho ya dunia, ndio, bali roho atokaye kwa Mungu, ndio, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Tupate kuyajua tuliyokirimiwa. Neno tuliyokirimiwa maana yake tuliopewa bure. Yes. Amina. Haleluya. Maana yake nini? Kuna vitu tumeshapewa. Ndio. Ila sasa tunatakiwa tuvijue. Amen. Haleluya. Yaani mtu akiokoka leo, kiokoka? Kuna watu mbona tu pamoja? Amen. Pande huu. Mtu kiokoka? Leo. Ndio. Ndani ya roho yako wewe ni kiumbe kipya. Amen. Ndani ya roho yako wewe ni nani? Ni kiumbe kipya. Ila unaweza usianze kujijua hiyo siku. Wewe ni mwana wa Mungu ile siku umeokoka. Hiyo unaweza usijijue hiyo siku. Sasa unapokuja kanisani, asilimia kubwa ya mambo tunayofundisha hapa ni mambo ambayo tayari Mungu ashaweka kwenye roho yako. Ndio. Biblia inasema tumebarikiwa, ndio, kwa baraka zote za rohoni. Amina. Tayari kwenye roho yako umeshabarikiwa. Sasa unatakiwa na kwenye akili yako ujue nimebarikiwa. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Yes. Kwa hiyo unageuzwa kwanza kuwa mtu, inafanywa upya. Tuko pamoja? Amen. Baada ya hapo Paulo anawaandikia Warumi, mfanywe upya, mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Haleluya. Rohoni umeshafanywa upya tayari, huko hatuna shida. Sasa ufanywe upya pia kwenye nini? Nia. Kwenye fikra, kwenye akili. Amen. Sasa kinachokufanya upya kwenye fikra sio maneno matupu, huwa ni ufunuo. Amina. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Huwa ni nini? Ufunuo. Hapo ndio utajua maana ya nguvu ya ufunuo sasa. Yaani unaweza kusema mimi ni kichwa sio mkia. Kama hauna ufunuo, ikitokea changamoto ndogo, hautajiona tena kama wewe ni kichwa, kwa sababu haukuwa na ufunuo. Unaweza kusema kwa kupigwa kwake nimepona. Kama ni maneno,
Hivi kuna mtu ananielewa? Ikitokea tu wiki mbili kasumbuliwa tu na kifua, unasema kumbe sikupona. Unaona? Wewe ulikuwa na maneno, haukuwa na ufunuo. Kuna mtu ananielewa? Wakina Yusufu hawakuwa na maneno, alikuwa na ufunuo, alijiona mimi ni mtawala. Kwa hiyo kila mazingira waliomuweka, yeye ndani yake aliendelea kujiona mimi ni mtawala. Kwa nini Mungu anataka ambariki Ibrahimu lakini anamtoa nje? Anamwambia njoo uone nyota. Mungu anachotaka nini? Anataka Ibrahimu afanywe upya hapa. Kuna kitu tuko pamoja? Haleluya. Haleluya. Mungu anataka Ibrahimu afanywe upya hapa kwenye fikra, ajione ni baba wa mataifa. Akishageuzwa kwenye fikra, vile atakavyofikiri ndivyo anavyokuwa sasa. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiweza kujiona Mungu anavyokuona, umemaliza. Amen. Amina. Neno linasema kwenye ile Ufunuo 5 mstari wa 10, ukianzia mstari wa 9, anasema tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Ametufanya kuwa wafalme na makuhani. Yes. Hapa akasema tunamiliki na kutawala juu ya nchi. Amina. Haleluya. Amen. Sasa unatakiwa upate huo ufunuo. Amen. Wewe ni mfalme. Amina. Wewe ni kuhani. Amen. Wewe sio mtu wa kawaida. Haleluya. Hivi unajua kuna vitu vingi ambavyo shetani anapenda watu wa Mungu tuwe na mindset ovyo. Tunaenda kanisani, tunaendelea kujihukumu. Hatuna furaha ya wokovu. Yaani wokovu wa ufurahi unakuwa ni mzigo. Ukija kanisani unaenda unakuja lakini unasema nisipoenda leo. Ila kuna level ukianza kumuelewa Mungu. Ukaanza kuelewa Mungu anavyokuchukulia. Ukija kanisani unakuja kwa furaha. Haleluya. Amen. Ukienda kwenye kazi zako unaenda kwa furaha. Amen. Kama wewe ni mwanafunzi unakuwa unajua. Ngoja niwaambie watu wa Mungu. Haleluya. Amina. Watu wao waseme amen. Amen. Siku Mungu akikufunulia wewe ni nani, itakusaidia sana. Unaweza kuwa unasoma, lakini je, unajua wewe ni nani? Kwenye Biblia tumeshaambiwa wewe ni kiumbe kipya, it is true. Wewe ni mfalme, haleluya. Lakini huo kiumbe kipya kuna eneo Mungu anataka hilo eneo ndipo ukademonstrate, ndipo ukadhihirishe. Tuko pamoja? Kuna mwingine umekaa hapa, Mungu anataka wewe ukadhihirishe nguvu yake, utawala, sijui neema kwenye biashara. Amen. Mwingine Mungu anataka ukadhihirishe kwenye utumishi. Haleluya. Mwingine kwenye uimbaji. Tuko pamoja? Amina. Sasa hayo mambo unatakiwa upewe ufunuo, ujijue. Kwa sababu Mungu anavyotenda kazi, Mungu haanzi kwanza kukupa vitu. Mungu anaanza kwanza kukupa ufunuo. Yaani kama Mungu anataka akupe nyumba, hatangulizi kukupa nyumba. No. Amen. No, I tell you. Mungu akitaka kufanya mfanya biashara, aanze kukupa hela. Nilikuwa naongea kwa dada mmoja, alinipigia simu. Kuna kitu aliniambia nilikipenda sana. Akanambia amekutana na mfanyabiashara mkubwa. Yule mfanyabiashara mkubwa akamwambia, ukitaka kufanya biashara, mfanyabiashara mkubwa huyo, mama yake ni bilionea, yuko Dar es Salaam pale. Sasa huyo mtoto amekulia kwenye familia ya wafanyabiashara. Akawa anamshauri yule mwenzake. Akamwambia ukitaka kufanya biashara, usianze na mtaji mkubwa. Haleluya. Anza na mtaji mdogo. Glory to God. Amen. Akamwambia hata kama una hela, wewe zitunze kwanza hela zako. Ingia kwenye biashara kikawaida. Akanambia bora uanze kidogo. Akamwambia mimi niliwahi kufanya biashara ya hela nyingi, nikapata hasara. Tulikuja tena kuanza zero. Hela zote tulizokuwa tumepewa na mama. Sasa huyo anemshauri mwenzake, mama yake ni bilionea. Haleluya. Anasema hela zote tulizokuwa tumepewa na mama zifanye nini? Zilishi. Nikamwambia dada aliyekuwa ananisimulia, akamwambia amekushauri kitu kizuri. Akasema, nikamwambia miaka 2019 nilikuwa na washirika hapa kanisani. Nilikuwa na washauri hayo mambo kwamba usiende kufanya biashara ya milioni 10 hata kama unazo. Kama una milioni 10, tunza milioni
tunza milioni 6, aanze biashara kwa milioni 4. Haleluya. Kwa nini nakwambia hivi? Issue sio kuwa na hela. Issue sio kuwa na nini? Kuna watu wengi tunaamini kwenye hela, lakini issue sio kuwa na hela. Mungu anataka akupe kitu, aanze kukupa kitu. Anaanza kukugeuza wewe. Yes. Yaani Mungu anaanza kwanza kukufanya wewe. Mungu project yake kubwa hapa duniani ni watu, sio vitu. Hivi tuko pamoja? Amina. Yaani kama Mungu anataka akupe ndoa nzuri, haanzi kwanza kukupa ndoa, anakugeuza wewe uwe mke au uwe mume. Amina. Glory to God. Kuna watu hawaitikii. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo Mungu waga anaanza na sisi kwanza, anatutengeneza. Muda ambao Mungu alitumia kumtengeneza Yusufu, ilikuwa kuna uwezekano Mungu akasema bwana Yusufu, mbona ndoto leo, kesho ingia pale. Mungu anaanza kwanza kumfanya Yusufu ajione yeye ni mtawala. Mungu anaanza kumwandaa Yusufu. Ilichukua muda, lakini Yusufu ule muda wote alikuwa anajijua mimi ni nani. Ametupwa kwenye shimo ile anajijua mimi ni nani. Ameuza utumwa ile anajijua mimi ni nani. Amepelekwa kwa Potifa ile anajijua mimi ni nani. Mungu akikupa hiyo neema, I tell you, umefika mbali. Amen. Ukianza kuishi hayo maisha, kuna vitu havitakutesa. Unajua tuko kwenye ulimwengu ambao watu wanateswa. Ukiona mwenzako amepost, unahangaika. Kwa nini unahangaika? You don't know who are you. Hivi, kwa mfano wewe hapa. Haleluya. Eti Mama Grace, kwa mfano unajua kwamba mwezi wa 8 rais anakuteua kuwa mbunge wa viti maalum. Tuko pamoja? Alafu akapita mtu jirani yako akakulingishia kabajaji kake. Hivi unajua, hivi utaumia? Utaumia? Because you know next month, mwezi ujao mimi nina uteuzi tayari, nishaandikiwa barua, ninasubiria tu kuapishwa. Sasa kwa nini vitu hivi vidogo? Haleluya. Kuna vitu vinatuteza kwa sababu hatujui. Wewe haujui unaenda kuwa nani. Kwa hiyo tunaishi maisha ya kubahatisha. No, Mungu hataki kuishi hivyo. Daudi anasema waandaa meza mbele yangu. Kwa Daudi alikuwa anajua kuna kitu Mungu ameniandalia. Siishi kwa kubahatisha, kuna kitu Bwana ameshaandaa. Kwa ninapozidi kwenda mbele, baraka yangu nakutana naye. Ukiishi hivyo, kuna watu ambao wao wanajiona wamekutangulia, utakuwa unawacheka. Hivi yule aliyemtangulia Yusufu kutoka gerezani, Yusufu alihangaika. Alianza kulia, jamaa ameniacha huko. No. Kwa sababu kesho yake Yusufu ndo anaenda kumpangia kazi. Haleluya. Yule Potifa aliyempeleka Yusufu gerezani, mimi sijui pale ilikuwaje. Unajua kuna vitu Biblia yake inaviacha. Haleluya. Kwa sababu yule aliyemfunga Yusufu na mke wake wakamsingizia, ghafla wanaona Yusufu anaapishwa. Hivi unajua unakufa tu. Haleluya. Hiyo kuna muda tu tunabidi ufanye nini? Ufe tu yani. Watu wanashangaa alikufa tu kifo cha ghafla. Hapo una namna. Ameapishwa. Haya mambo sio mchezo. Mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Sasa ufunuo. Hapa kuna watu wanamtumikia Mungu. Unaimba, mwingine unasoma. Bila unajua wewe ni nani? Kwenye kuimba kwako Mungu amekufunulia nini? Watu waambieni watu wa Mungu. Kuna vitu tunashindwa kuviishi. Kuna maandalizi tunashindwa kuyafanya kwa sababu hatujui tunaenda wapi. Haleluya. Amen. Kwa sababu ufunuo, ukifunuliwa wewe ni nani, ule ufunuo unakubadilisha kufikiri kwako. Kufikiri kwako kukibadilika, tabia yako inaanza kubadilika. Yaani wewe ukaniambia eti kwamba unajua wakati kabla sijaanza huduma nilikuwa najua Mungu akikuita, labda Mungu amekuita wewe ni prophet au wewe ni mtumishi mkubwa, anakupa upako yani. Lakini baadaye nilipokuja kuanza huduma nikagundua Mungu hakupi upako. Mungu anakupa tabia ambayo hiyo tabia ukiishi inaleta upako. Amina. Amen. Haleluya. Haleluya. Amina. Hivi tuko pamoja? Okay, ngoja nitolee mfano wa kawaida. Sababu kuna watu wengine vitu vya roho hawaelewi. Tunafuatia kombe la dunia. Messi. Haleluya. Messi kiwango alichonacho, unaweza kufikiri tu jamaa huyu ana bahati, yani alizaliwa na kipaji. No, kweli
alizaliwa na kipaji, ila kuna tabia anaiishi kila siku. Kuna mazoezi anayafanya kila siku. Kuna training anaifanya kila siku. Kwa wewe unapomwona amecheza pale dakika 90, kuna uwezekano mazoezi aliyoyafanya ni zaidi ya hizo dakika ulizoziona wewe. Amina. Kwa hiyo utaalamu anao demonstrate pale sio kwamba tu umekuja kwa sababu yuko gifted, no. Ile gift imempa aina fulani ya tabia. Amina. Na tuko pamoja mpaka hapo. Amina. Haleluya. Amen. Yaani kuna tabia. Ukishapata ufunuo unakupa aina fulani ya tabia. Yaani umeshajua kwamba wewe ni mtumishi mkubwa. Wewe ukaniambia tu ni mtumishi mkubwa unaomba dakika 10. Amna, hapo hujapata ufunuo. Haleluya. Hivi tusio vya kuongea kwamba unajisifia. Glory to God. Kwamba mimi ni mfanya biashara mkubwa. Haya, tuonyeshe tabia yako. Tabia. Mimi Bwana amenionyesha nitamuoa fulani. Sasa tuonyeshe tabia itakuwa kufanya umuoe huyo. Haleluya. 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 Kwa sababu kuna vitu unajipima hivi bana pale hamna. Haleluya. Kwa sababu unaona tabia yako bado. Sasa ufunuo, Mungu anapokupa ufunuo na kubadilisha kufikiri. Amen. Kwa kwenye fikra zako unaanza kujiona kwamba mimi, Mungu amesema mimi ni huyu. Mimi ni mfalme. Mimi ni kiumbe kipya. Mimi nimebarikiwa. Sasa ile fikra unaanza kugeuzwa. Ndio. Hapo ndo tabia yako inatokea. Amina. Amen. Kama umemwomba Mungu na unaamini Mungu amekujibu, kuna tabia. Amen. Kuna tabia ya mtu anaishi kama aliyejibiwa na mtu anaishi kama hajajibiwa. Kwa mfano, wewe unaamini kabisa Mungu amejibu maombi. Kwani usishukuru? Mbona ushukuru? Mbona kama una kinyongo na Mungu? Mbona ukija kanisani unakuja kama vile moyo haujafunguka? Hapo maana yake wewe bado tabia yako haijaonyesha, haujaendana na hicho unachotaka Mungu akupe. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Nani tuko pamoja? Amen. Watu hilo waseme amen. Amen. Kwa hiyo kuna namna Mungu anatuona. Kuna namna sisi ambao tuko ndani ya Kristo tunatakiwa tujione. Baada ya hapo tugeuze kwenye fikra hapa. Kuna mawazo, pambana nayo, usikubali. Mawazo yanakuonyesha ni wa kawaida, usiyakubali, yakatae. Amen. Kwa sababu Mungu hakuoni hivyo. Amina. Yaani haijalishi wewe unapitia mazingira gani, haijalishi watu wanakuchukuliaje mtaani kwako, ila Mungu hakuoni hivyo. Amen. Niwaambieni, kuna watu mmekaa hapa. Baadaye Mungu atawafunulia. Haleluya. Amen. Utatoka hapo unajua kwamba kumbe wewe sio mtu wa kawaida. Haleluya. Amina. Utatoka hapo unajua kwamba kumbe ni swala tu la muda. Unajua hata Yusufu ndugu zake hawakumuelewa, lakini ilikuwa swala la nini? Muda tu. Kuna vitu waga vinabadilika ukibadilika kwenye nini? Fikra. Hiyo biashara unayoitaka ione kwanza hapa. Baada usihangaike na hela. Hangaika kwanza na Fikra. Nikwambie kuna watu ambao walikuwa na hela. Ila kama una fikra za kimaskini, hela zote kuna siku one day utapoteza kila kitu. Haleluya. Amina. Watu ambao kupata nafasi. Shetani akitaka akupige vita, anakuataki kwenye fikra. Yes. Unaanza kuona kushindwa, unaanza kuona hasara. Hivi kuna watu wana hela lakini hawalali, wanatetemeka. Anasema Mungu wangu, hivi siku nimeamka sina hela. Haya, endelea kuyawaza. Bila ukianza kuprogram akili yako, ukaanza kujiona hivi, ili jambo hapa nani linamshinda. Haleluya. Sio kwa vitu vingine. Hiyo inakushinda. Telesfoni. Unajua kujiona una nyumba. Kujiona umeoa, kujiona una watoto. Haleluya. Kuna mambo mimi nilianza kuyaona, nilikuwa namwambia mke wangu wakati bado tuko kwenye uchumba. Nikamwambia nawaona watoto wetu tumekaa sebleni.
Haleluya. Kwenye akili yangu hiyo ni picha unaitengeneza. Kuna vitu unaanza kuviona. Leo tuko hapa, lakini mimi sijioni kama tuko hapa. Haleluya. Haleluya. Yaani kama kuna mahali unaishi, wewe usijione mko pale. Wewe ona mko kwenye bonge la gorofa fulani hivi. Haleluya. Glory to God. Amen. Mungu anatenda kazi zaidi ya tuombavyo na zaidi ya tuwazavyo. Wewe unaweza kadharau mawazo yako, lakini nakwambia hivi, wote waliotembea na Mungu, Mungu aligusa mawazo yao. Kuna kipindi Mungu aga anacheza kwanza na mawazo yetu. Hata kupa hela, hata kupa upako, hata utakuwa kama vile na watu hawatakutambua. Huwa kuna kipindi tunaishi cha kutambulika. Amen. Ndio isikupe shida. Kuna wakati Mungu atakutambulisha yeye mwenyewe. Alafu wale waliokuwa wakutambui watabaki wanashangaa, wanasema huyu jamaa mbona tulimwona kama ni wa kawaida? Nilikuwa wa kawaida, si ndio? Subirieni sasa. Haleluya. Mwambie jirani yako mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. Kuna watu hawajasema. Mwambie mimi sio wa kawaida. Haleluya. Niliwapa hapa mfano Ijumaa. Kuna wale watu ni matajiri, wana hela, ni mamilionea. Lakini anafika muda wa kuoa, anaamua aende kijijini kwao, anavaa manguo machafu, anaenda na kabaskeli, anataka apate binti mwaminifu atakayempenda upendo wa dhati. Hivi akienda kule kijijini akavaa manguo machafu, watu wakawa wanamzomea, wanamcheka, inampa shida? Hapana. Si anajua kwamba Marekani nimeacha mabilioni manini, huku nimekuja makusudi, najifanya maskini ili nipate mke sahihi. Haleluya. Hivyo ndo Mungu anataka tuishi. Yaani sisi wa Kristo, kama unapitia shida, Mungu anataka upretend. Yaani wewe uiambie ni shida yako, sio maisha yangu. Haleluya. Amen. Wewe ni uzao wa Ibrahimu. Amina. Haleluya. Yaani ukinidefine mimi leo kwa vitu unavyoviona kwangu leo, unakosea. I tell you. Mtu anaye kudefine leo wewe kwa vitu anavyoviona kwako, anafanya nini? Anakosea. Tena anakosea sana. Mwambie jirani yako unakosea. Unakosea. Haleluya. Na mimi nakwambia hivi, kuna watu wanaoongea wanaweza kufikiri hivi, mtumishi kweli. Ila mimi Mungu ninayemjua. Sema amen. Amen. Hivi mnajua